Karibuni wasikilizaji wa Radio Mbiu, sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha 43 tunapoendelea kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Kwaresma chini ya mada ishara itakayonenewa. Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayemuona katika Sande ya Torino, shule ambayo imepewa jina Kwauso, kumaanisha kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi moja kwa moja tuendelee na tafakari yetu. Nitaanza kwa nukuu. Usiwe na wasiwasi. Sasa ninazungumza kama msomi na wala sio kama papa. Mimi mwenyewe nimefuatilia na kujifunza swala la sanda takatifu, na nimekiri kwamba ni kweli kuna upinzani, lakini haubadilishi kitu. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Pio wa 11 kwa Kardinali Maurilio Fossati wa Torino, aliyekuwa na wasiwasi kuhusu maonyesho ya hadhara ya sanda yaliyokuwa yafanyike mwaka 1931 kuhusu uwepo wa Mungu na siri mbalimbali nyuma ya kazi zake. Mwanafalsafa mmoja, John Hick, alisema vyema kwamba upo mwanga wa kutosha kumwezesha mtu yeyote anayetaka kuona ili aweze kuona, na giza la kutosha kutomwezesha kuona mtu yeyote mwingine asiyetaka kuona. Hapa John Hick hamaanishi kuona au kutoona vitu visivyokuwepo au vitu vya kubuni kichwani, bali kweli zilizopo kweli. Ndivyo ilivyo sanda. Kwa sanda upo mwanga wa kumtosha mtu yeyote aone kwamba sanda ndilo shuka la maziko ya Yesu. Lakini wakati huo sababu hizo hazifai kabisa kumfanya mtu mwingine asiyekuwa tayari kutambua kwamba kweli ndiyo sanda ya Yesu. Sanda inaweza kumfanya yeyote akumbuke maaguzi ya Simeoni siku ile Maria na Yosefu walipompeleka Yesu hekaluni. Simeoni aliwabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa, a sign of contradiction. Nao mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili afunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Tunayakuta hayo katika Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 34 hadi mstari wa 35. Kama Yesu alipokuja akapokelewa na baadhi ya watu na wengine wakachagua kumkataa, ndivyo na sanda inavyopokelewa na wengi lakini kukataliwa na wengi vile vile kwa sababu mbalimbali. Sanda imevuta kwa Kristo watu waliokuwa mbali naye na kuachia hali ya ubaridi wale waliokuwa wamekwisha onja utamu wa mafundisho yake, labda kwa sababu haijaweza kutolewa maelezo ya kutosha. Mbele ya kweli huu, Papa Yohane Paulo anafikiri kwamba kinachotakiwa kuwepo ni mkarimu kwa upande wa mlengwa yeyote wa sanda, na kwa ajili hiyo Papa Yohane Paulo wa pili anaelezea matashi kama tunavyonukuu katika mazungumzo yetu yaliyopita. Roho wa Mungu akaaye mioyoni mwetu aamshe ndani ya moyo wa kila mmoja wetu shauku na ukarimu wa kutosha kuweza kupokea ujumbe wa sanda kama changamoto na dira ya kubadilisha maisha. Mwisho wa nukuu. Ni katika hotuba ya Papa Yohane Paulo wa pili mbele ya sanda takatifu mwaka 1998 tarehe 27 mwezi Mei, mbele ya sanda ya Torino kwa Torino. Basi msikilizaji wa Radio Mbiu, sauti ya faraja,
Kwa maneno hayo tukamilishe tafakari yetu ya leo, siku ya 43 ya kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana katika mwanga wa taarifa ya Sunday ya Torino. Karibuni, na kesho tuweze kutafakari juu ya kitu ambacho tutaita walipokuwa wakila. Basi asanteni sana wasikilizaji, na Mungu awabariki.